Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Crown Media? Mchezo wa ligi kuu Young Africans dhidi ya Coastal Union umetoka kutamatika muda mchache kutoka sasa, na niko na mwenyekiti ambaye amependeza sana kuliko siku zake zote za maisha kuisemea klabu ya Young Africans. Hongera sana kwa mavazi ya leo. Rekebisha kwanza hapo kaka. Rekebisha kitu gani? Wanapendeza kuliko siku zote ndo leo? Yap, leo umependeza sana. Rekebisha kwanza kaka. Kwa sababu nyumbani kuna mtu huwa ananiandaa. Okay. Sasa maana yake atakuwa hajafanya kazi yoyote ile. Ana tofauti na yule wa gari ama ni yule? Twende kwenye mechi kaka. Hongera sana. Asante kaka. Hongera pia kwa ushindi. Alhamdulillah, mshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Tumepata kile ambacho tulikidhamiria ukipata kwenye mchezo wa leo. Tulijua mechi haitakuwa nyepesi kwa sababu hizi nyakati za mwisho kwenye kumaliza msimu kila timu inakuja na mipango yake. Na mimi binafsi nawaelewa Coast kwa nini hata wameondoka uwanjani wakiwa wanafurahia kufunga goli moja. Kwa sababu wao wapo kwenye vita ya kupambana kubakia ligi kuu. Kwa sometimes magoli yanaweza kuwa factor ambayo itakubakisha ligi kuu. Kucheza na Yanga KMC maana yake chances za Yanga kushinda zinaweza kuwa 70%. Sasa unafungwa ngapi ndio mtihani ambao mwalimu inabidi uwe nao. Mwalimu pia Lazaro mechi yake ya kwanza kakaa kwenye bench, wana uongozi mpya, kwa walihitaji kitu fulani hivi cha kuwa boost kwenda kwenye mechi zinazofuatia kwa ajili ya kumaliza msimu. Kufungwa moja na Yanga kwao haiwezi kuwa story mbaya. Itakuwa ni story nzuri kwa sababu wana mifano ya timu ambayo imefungwa nyingi na Yanga. Kwa hiyo wakiwa wanazungumza na wachezaji wao watawaambia sio jambo baya kufungwa moja kwa sababu kuna wenzenu washakula 5, washakula 6. Kwa hiyo mnaweza kuinuka hapa kwenda kwenye mchezo unaofuatia. Lakini kwa upande wetu kama Yanga pia ushindi huu ni mzuri. Tunakwenda kwenye mechi kubwa dhidi ya Azam tarehe 10. Unaposhinda goli moja bila pia unapeleka ujumbe kwa wachezaji wao kwamba hapa ligi mwisho ni ngumu. Kwa lazima tupambane kweli kweli. Tungeshinda hapa goli 5 leo goli 6, pengine wangerudi Avic Town wakiwa relax. Lakini unaposhinda goli moja dhidi ya Coast, mbele una mechi na Azam, lazima kazi ifanyike kwenye uwanja wa mazoezi kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata point 3, tunajiandaa na mchezo unaofuatia sasa. Uliwaza nini kuifanya siku hii ya leo kuwa siku ya Mashati Day, kitu cha kwanza, na kitu cha pili, tweets nyingi sana zinadai kwamba Ally Kamwe kuleta hili tukio la mashabiki wake kuvaa mashati limezima kabisa trending ya mchezo kati ya Simba na Al Masry siku ya Jumatano. Kwanza kuhusu kuzima trending ya watu, mimi sidhani kama kuna timu inaweza kukaa kwenye trending zaidi ya Yanga. Vitu vingine huwa ni matukio. Unapozungumza trending unazungumza Yanga Afrika. Watu wengine wanaweza kuwa na matukio tu wanafanya. Kwa hiyo sisi ni muendelezo wetu wa kawaida tu huu. Na timu nyingine zinaweza kujifunza pia kutoka kwetu. Sio kwa ubaya. Kila siku inavyokwenda mbele maana yake inabidi creativity na yenyewe iongezeke kwenye kuleta watu uwanjani. Si ndio? Yeah. Tumeshapiga ngoma, tumeshapiga tarumbeta, tumeshakimbia mitaani. Tuna add flavor gani kwenye mechi zetu? Ndio swali ambalo watu ambao wanafanya hamasa kuleta uwanjani inabidi wajiulize. Ukifanya kitu kimoja kila siku kinakaa kwenye vichwa vya watu alafu mwisho siku kinakuwa cha kawaida. Yaani watu wanakizoea. Lakini ukiwa na vitu tofauti maana yake unafanya watu wanakuwa kwenye hamasa muda wote. Kwa sisi hili wazo tulikuwa tunajua leo ni siku ya sikukuu kwa maana uwanja huu upo katikati hapa ya mji. Kwa hiyo ikiwa siku ya sikukuu maana yake watu wengi hawaji mjini. Uwanja huu kwenye sehemu za shughuli za watu hawaji kwenye shughuli zao. Watu wako majumbani. Lakini la pili, mechi yenyewe ilikuwa kama haina uzito hivyo wa mtu kulipa shilingi 10,000 aje KMC kuiangalia mechi ya Yanga na Coast. Unaona kama Coast ipo nafasi ya 12 huku chini, Yanga anaongoza ligi, Yanga atashinda tu. Kwa hiyo libidi tutengeneze hamasa ambayo itamtoa mtu nje ya dakika 90 awaze mtoko. Ndio maana watu wengi wa Yanga waliokuja uwanjani leo walikuja kwa ajili ya mtoko yani. Piga shati langu kali, niende nikiwa nimependeza, nipige picha safi, alafu mpira utakuja baadaye. Kwa hiyo imetusaidia kuleta watu wengi. Hata ukiangalia namba zetu kwenye mechi zilizopita hapa, hii ya leo tumepata mashabiki wengi zaidi compare na michezo miwili ambayo tumecheza hapa ya mwisho. Kwa hiyo hizi creativity ambazo unaweza kuziona ni za kawaida au hazieleweki kwenye upande wa kibiashara zinaeleweka kwa sababu zinatuletea watu wengi, lakini pia zinatuongezea engagement kubwa na watu wanapenda, wanapokea vizuri na inakuwa na matokeo chanya kwa klabu. Kwa hiyo timu nyingine zinaweza kujifunza na kama mechi zao zimekwama, mimi nipo. Kuna leo, kuna kesho. Tunaweza kuwasaidia mawazo na wao kidogo kakaa kwenye trending.
Yanga naona sasa hivi kuna mtiririko wa press conference. Ameanza msemaji, amekuja mababu, amekuja mabibi, mashangazi, wajomba. Leo nimeona tena kuna kikundi kingine kimeibuka kimefanya press conference. Basi ni kuwakumbusha mashabiki kwamba wana mchezo Jumatano. Kila siku. Ni vibaya. Unajua tiketi za VIPA, tiketi zinakuwa ngapi za VIPA pale? 300 Tiketi 300 za VIPA. Mpaka leo hazijaisha shehe. Maana yake watu 300 hawajahamasika tu kununua tiketi. Shaka ni msiba huu. Mimi nitajitolea. Wakiniomba kesho nitajitolea kwa kwenye trending. Bwana Kamwe, Yanga haina ujamaa na timu yoyote ile. Nimekusikia hivyo ukisema kupitia kipindi cha Crown Sports. Miaka 7 imepita tangu Al Masry kuja kucheza hapa Tanzania dhidi ya Simba Sports Club. Baada ya kutua walitweet kwamba waliwakumbuka sana mashabiki wa Young Africans. Tupe kwanza tofauti ya Yanga miaka 7 iliyopita na Yanga hii ya leo, na kwenye ile tweet kuna zaidi ya comment 6,000. Comment zaidi ya 5,000 ni za mashabiki wa Yanga wakiwakaribisha Al Masry. Mnaunga mkono 100% kuwashabikia kuelekea katika mchezo huo? Kwanza nafikiri wao Al Masry, lakini pia na mashabiki wa mpira kule Misri watakuwa wameiona nguvu ya Yanga in terms of social media, hizi engagement. Ndio posti yao ya kwanza, mimi nimefuatilia page yao yote. Kwa mwaka huu ile post ndio post ambayo imepata engagement kubwa in terms of numbers ambao watu wameshare, watu ambao wamecomment na watu ambao wamelikes. Maana yake nguvu ya Yanga Afrika pale imeonekana. Kwa hiyo mtu yote ambaye akitaka kufuatilia Al Masry akifika kwenye ile post atajiuliza kwa nini post hii ina engagement kubwa. Akienda kwenye translation chini pale mako wamepost wa Kiarabu, Kiingereza na Kiswahili, atasoma kwamba hawa waliengage Yanga Afrika. Kwa hiyo Yanga Afrika ina nguvu kubwa ya kimtandao na inaonekana kwenye ile post. Lakini dhamira yao nyote mnajua. Dhamira yao ni kuplay mind game tu, kuonyesha kwamba wanahitaji support kwa wapinzani wanapokuwa away. Lakini sisi kama Yanga msimamo wetu ni ule ule, haujabadilika. Sisi Yanga tuna ujamaa na timu yoyote ile. Wao waje wapambane na hali yao, wacheze mechi yao, wakifungwa wakishinda itakuwa ni juu yao. Sisi wasituhusishe. Unajua kwenye hii mechi ambacho kinanistaajabisha, wageni wanaizungumza Yanga, wenyeji wanaizungumza Yanga. Sio kama gundua hilo jambo. Hawa wanasema Yanga mtupokee, mtushangilie. Hawa Yanga msihusike na mechi yetu, Yanga sio maadui zetu. Unadhani kwa nini mnahusishwa sana? Ni ukubwa tu kaka. Ni ukubwa wa Yanga Afrika. Yaani Yanga ikijitenganisha na hiyo mechi, maana yake mechi imekuwa ni mechi kama ya uliangalia mechi juzi ya First Division. Ya nani? Ghana walicheza kule Azam Complex. Kuna timu inaitwa Ghana zipanda daraja la kwanza. Ndio mechi kama ile yani. Bila Yanga. Yaani bila Yanga kuengage kwenye tukio lao, ile tukio haliwezi likae. Ndio maana wanapambana sana. Yaani kila mtu akiibuka, anaibuka na Yanga. Na wao wamekuja nao wageni na wao ibuka na Yanga. Hawa wenyeji kuna mpaka wameitana wazee kabisa. Maiza swala sio ilikuwa swala ya saa 10 ile, wamekimbizana uwanjani. Twende tukaiseme Yanga. Huyu naye akiongea, twende tukaiseme Yanga. Nimemsikia naye sio wao leo ameisema Yanga. Sasa tutakia nini hawa watu? Wacheze mechi yao. Labda mnahusika. Sisi tupo huko. Labda mnahusika. Wacheze mechi hapana. Ni kivuli tu kinaogopesha kaka. Kivuli cha Yanga ni kikubwa mno. Kinaogopesha. Wacheze tu mechi yao kwa amani. Sisi Yanga tuna shughuli zetu baada ya mechi ya leo, tunajiandaa na mechi na Azam. Bas. Si kwa nini wao watuingiza kwenye mijadala yao? Wao wacheza na Mwarabu. Wamalizane wao. Wao wawili wacheze mechi yao wamalizane. Sisi hatupo jamani. Tuacheni. Chezeni wawili. Nyie si mkorobo final. Afu. So umesemaga wao ni wakubwa wanajimudu. Wanavuka. Wacheze sasa unavuka kwa Yanga. Tunavuka na Mwarabu. Cheza naye Mwarabu. Sasa Yanga tunahusikaje hapo? Sisi tutaingia kufunga magoli pale au sisi ndo tutamkaba kibu? Si atakabwa na Mwarabu? Focus huko. Watu waache sisi bado tunafikiria mambo yetu ya Azam hapa. Kwa hiyo vikao vimefika vingapi sasa? Vikao 8. Yaani wamefanya press 8. Cha mwisho tumekuja kwenye mechi hapa, kikao kingine kinaendelea. Yaani kila mtu akijisikia jambo tu call limemwasha ameita press waandishi njooni. Yanga wanatufuatilia. Yanga sio nani? Wengine watuomba Yanga tusaidie, Yanga moyo wazalendo, mara wa Yanga maadui. Hatuelewi sasa. No shaka sakatul mauti inakuwa hivyo. Nyinyi msimamo wenu? Sisi hatupo kwenye hiyo mechi shehe. Tuna mechi yetu na Azam. Ndio inatuumiza kichwa hapa ubingwa wa ligi. Huko waendelee wao na tumemwambia Al Masry waendelee tu na shughuli zao, sio wasituhusishe. Matokeo yatakavyokuwa itadipendi sasa. Sisi mechi haituhusu. Ila matokeo yakija tutaangalia pale. Wakishinda kwa mfano kama sasa hivi sisi ni wazalendo hapa. Mpaka sasa hivi sisi ni wazalendo. Wakifa sisi tunarudi kwa Yanga.
nafanya shughuli zetu sasa. Masimango lazima shehe. Kwa hiyo wafanye shughuli zao. Wajua wakiwekwa sisi tunaibuka. Wazo jambo la kuficha. Ila kwa saizi waendelee na shughuli zao, wao watu waache. Sisi tuna mechi na Azam jamani, endelee na shughuli zenu na nyie, jiandae na timu yenu. Mungu atawasaidia. Maana Mungu kuwasaidia, je, Mungu achagui. Kuna Mwarabu, kuna Mtanzania, Mungu atasaidia ambaye atamka vizuri siku hiyo na ashinde. Basi. Kwa kumalizia hali ya Khalid Aucho, pengine wengi wangependa kufahamu, ametoka kwa masikitiko sana. Ni kama vile ni mchezaji ambaye anaonekana amepata maumivu makali sana. Huenda tukamkosa kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Azam, na pengine ni jeraha ambalo ni la muda mrefu, maana ni mara mwisho kumuona Khalid anasikitika vile ni timu ya taifa. Anasikitika vile timu ya taifa. Anasikitika, anapiga kabisa viti, yani ni kama vile ameumia sana. Na siku pia Aisha kumtumia message mkeo akaja jibu. Alisikitika zaidi ya hivi shehe. Umfuatilie tu Aucho. Kumbe. Unajua masikitiko ya watu ya uwanjani, hata yako ya uwanjani. Nimeongea na Daktari Moses Etutu na ameniambia ni mapema sana. Saa hizi mechi inaendelea, mechi imekwisha, kujua jeraha la mchezaji. Kwa at least kesho atafanya check up na tutatoa taarifa kwa umma kuhusu hali ya Aucho na Kibabage. Sisi Yanga hatumuombei Aucho apate majeraha ya muda mrefu, wala mchezaji yote, Kibabage yote yule. Lakini tutasikiliza ripoti ya mwalimu ya daktari. Kama ripoti ikisema atakuwa nje kwa muda mrefu, maana yake tutamwombea kheri, apone upesi, alafu Yanga itatwanga. Tucheza mechi nyingi Yanga bila Aucho, tukawa tunapata matokeo mazuri. Tucheza mechi nyingi bila Kibabage, tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunaamini upana na ubora wa kosti yetu utaweza kuwa nguzo kwenye mchezo wa Azam FC. Moja kati ya mechi za maamuzi ni hiyo inayofuata dhidi ya Azam FC. Mechi bado nyingi, lakini hiyo ni mechi ngumu. Inaweza ukashinda mechi hiyo ambayo unasema ni ya maamuzi, ukaenda kufungwa na Fountain Gate. Kwa hiyo utakuwa umefanya jambo lisilokuwa na maana. Kwa hiyo ni mechi ngumu, lakini ni mapema sana ni mechi ya maamuzi, kwa sababu difference ya point pale juu ni ndogo sana. Kwa hiyo sisi tunajiandaa na mechi hiyo, tunafahamu ukubwa wake na ugumu wake, na inshallah tutapambania kupata matokeo mazuri. Nakushukuru sana. Asante sana. Msalimie Chiku. Gari yako vipi? Hujaikatia bima? Bado ndio inashughulikia kukamilishiwa vitu vyote hivyo shehe. Okay. Azam Complex kule nitakuwa nayo. Hiyo surprise ilifanywa kipindi upo Tabora ndani ama ulivorudi Dar es Salaam? Surprise gani? Hiyo ya gari iliandaliwa kipindi huko Tabora ama ulikuwa shahidi? Surprise mtu unajuaje? Mimi sijashirikishwa hilo. Hujashirikishwa. Hongera sana. Gari hapa. Umepata wivu? No, nitafikisha salamu zako kwa Chiku. Umepata wivu? Hapana. Sawa. Asante sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.